Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Tafadhali jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Kuna kanda moja ambayo iliweza kunaswa mnamo siku ya Jumatatu tarehe 15 Disemba upande wa Tanga nchini Tanzania, Samia Suluhu Hassani akikimbia raia ambao hawana silaha. Yaani Samia anatoroka raia ambao hawana hata silaha. Sikiliza. Samia alikuwa kwenye mkutano ama alikuwa anaelekea kwenye mkutano wa 9 wa wakuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda uliofanyika katika shule ya kijeshi ya ulinzi wa anga mkoani Tanga. Mkutano huo wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda ulifunguliwa rasmi na Samia Suluhu Hassan mnamo tarehe 15 Disemba mwaka 2025. Alipokuwa njiani kuelekea kwenye huu mkutano upande wa Tanga, kioja cha kushangaza kiliweza kutokea. Mwananchi mmoja aliweza kutumia simu yake vizuri akanasa matukio. Kitu cha kwanza, msafara ambao ulikuwa unamsindikiza Samia Suluhu Hassani ni zaidi ya magari 100. Mengine ama mengi yayo yakiwa ni ya ulinzi. Nambari 2, Samia alikuwa anasindikizwa na ndege 2 za kijeshi angani. Hasa Bwana Ezra, nikajiuliza, si huku ni kutumia kodi vibaya ya wananchi? Tuulizane tu kweli, si huku ni kutumia kodi vibaya ya wananchi? Kama kweli aliweza kuchaguliwa kwa 98% jinsi ambavyo aliweza kujitangaza. Msafara ni wa nini wa magari zaidi ya 100? Msafara wa ndege ni wa nini kipindi ambapo anatembea kwa magari? Jibu likanikujia kwamba huyu mtu hakuchaguliwa, bali aliweza kujiweka madarakani na anajilazimisha kwa wananchi. Ndiyo maana anatumia ulinzi mkali. Angalia hii taswira. Hii hapa. Ikongo hizi. Ziko 2, huko na huko. Mama. Na kaudi kama eti. Karibu sana, nina imani kwamba umeweza kupata taswira kamili ya kila ambacho tunakizungumzia. Karibu tusonge mbele. Tafadhali jiunge na ukumbi huu
kwa kusambaza hii kanda. Vile vile piga subscription. Wacha nikueleza hivi, Tanzania ni nchi tulivu yenye amani, lakini huwa wanakataa viongozi ambao ni wafisadi, wakandamizaji, wanyanyasaji na wezi. Ukiona msafara wa Samia ulikuwa umejazwa majeshi, unaweza ukadhani kwamba Tanzania ni nchi ya vita kama vile Gaza, kama vile Israel. Unaweza ukafikiri kwamba hapa ni mapigano yapo Tanzania. Kwa nini? Magari zaidi ya 100 ni ya nini? Ndege 2 juu angani ni za nini? Kwani walikuwa wamepata taarifa kwamba Samia atapigwa? Haya ni matumizi mabaya ya hela za mwananchi, matumizi mabaya ya hela za serikali, matumizi mabaya ya kodi ya mwananchi. Ninajiuliza, mtu kama Samia mwenye anasema kwamba aliweza kuchaguliwa na wananchi zaidi ya milioni 31, mbona anashindwa kutembea kwa hao wananchi ambao wanasema kwamba waliweza kumchagua? Mbona anashindwa kutembea pale? Kwa sababu kama kiongozi ndio ameweza kuchaguliwa na ile asilimia kubwa ya kura ambazo aliweza kusema, huwa anatembea kwa wananchi bila uoga, yani anatamani hata kutangamana na wao kila wakati. Lakini Samia anajificha kama mwizi, anatoroka kama muuaji, anatoroka kama mtu mwenye hatakiwi. Basi hata angetembea na huo msafara wa magari zaidi ya 100 bila ndege, tungesema kwamba rais lazima akuwe na msafara. Lakini sasa eti chini ya ardhi magari yanatembea, juu angani ndege zinapaa. Huo ni upuzi. Unaweza ukafikiri kwamba ni rais wa Marekani ndiye anapita, kumbe ni mama muuaji Samia Suluhu Hassan. Kumbe ni mama muuaji Samia Suluhu Hassan. Sasa nikajiuliza hivi, kama hakukuwa anataka kutembea au kusafiri kwa gari, kama aliona kwamba usalama wake ni hatari kwa kusafiri kwa gari, mbona hakusafiri kwa ndege basi, kuliko kuharibu pesa, kodi ya mwananchi, tena kusafiri kwa magari na juu angani kuna ndege? Huu ni upuzi bwana. Yaani mtu mwenye anasema eti kwamba alipata asilimia 98 ya kura na machawa wake wanasema kwamba mama aliweza kuchaguliwa kwa asilimia kubwa na kupata ushindi mkubwa, anashindwa hata kutembea kwa watu. Wewe umeona msafara kweli? Umeona mlolongo wa watu hapo kweli? Watu walikuwa wachache, lakini hata anashindwa kusafiri kwa hao watu zaidi ya 100. Haya ni matumizi mabaya sana ya kodi zetu sisi wa Tanzania. Sasa kama umeshinda kwa asilimia 98, inakuwaje unakuwa tupo nchi ya vita? Ulinzi mkali, tunaogopana. Kwani unaogopa waliokuchagua? Tunapita na spidi, yani wanapita na spidi ya 200 ili tu wasikuone. Ni jambo la kushangaza. Ni jambo la kushangaza mpenzi mtazamaji.
Mimi nimeona marais ambao wamechaguliwa kipindi ambapo wanatembea kwa wananchi, hata wakati mwingine yani wanajihisi kutembea kwa mguu ili kutangamana na waliomchagua. Lakini sasa watu ambao wamejichagua, watu ambao wamejilazimisha mamlakani, wanatembea na ndege za kijeshi. Kwa nini? Anaogopa wananchi. Yaani msafara wa Samia kabisa umekuwa ni wa kijeshi. Anatembea na mandege ya kijeshi, anatembea na magari ya kijeshi. Siku ya mwisho ambayo niliweza kuangalia Tanzania kama ni nchi ya mapigano, niliona Tanzania imerejelea kwenye amani. Ninashangaa ni kwa nini huyu mtu mwenye amekwamilia madarakani anakimbia kwa ndege. Nikakumbuka nambari moja, Samia anaogopa kuuawa jinsi ambavyo aliwaua Watanzania zaidi ya 10,000. Yaani anaogopa kufanyiwa kile ambacho aliweza kuwafanyia Watanzania. Hata yeye peke yake anajua kwamba asilimia kubwa ya Watanzania haimtaki, na ndio maana anatumia ulinzi mkali kutembea nao. Sasa basi, kama aliona kusafiri kwa gari kuna matatizo, si angetumia ndege? Nambari 2, amegundua kwamba ukandamizaji wake umefanya wananchi kumchukia. Nambari 3, amegundua wananchi hawakumchagua na wananchi hawamtaki, ila sasa anataka kutumia majeshi kusalia mamlakani. Nambari 4 na ya mwisho, ninafikiri kwamba huu ni ujumbe ambao Samia anatuma kuelekea kwa wananchi na kuambia kwamba sasa yeye ndiye amiri jeshi mkuu, yeye ndiye anasimamia ulinzi, anaweza akatembelea ulinzi jinsi ambavyo anataka. Tupatane kwa kanda ijayo. Je, iwapo Samia aliweza kuchaguliwa kwa asilimia 80, asilimia 98 jinsi ambavyo aliweza kusema, kuna haja kweli aweze kutembea na msafara mkubwa hivi wa ulinzi, yaani mpaka juu angani kuna ndege za kijeshi? Sema nasi.